So our theme still remains ya kwamba mizizi imara na kujengwa ndani ya Kristo. Mizizi imara na kujengwa ndani ya Kristo. Na katika muhula huu, kama vile our session clerk amesema, this quarter of the year tunaongea juu ya developing spiritual strength, kupata nguvu za kiroho. Hii ni kumaanisha aje? Ni ya kwamba huwezi kuamka siku moja na useme ya kwamba sasa mimi niko na nguvu tosha ya kiroho, lakini ni jambo ambalo linaendelea likitendeka. Tunaendelea tukijengwa. Wengi wetu tulikulia mahala ambapo tulikuwa tunafanya kazi ya ukulima, na tunajua kama vile ambavyo tunautazama ule mti, tukipanda begu inaenda chini kwanza ndio tuone ya kwamba pia imechipuka, imeanza kukua juu, ndio ikue kama mti ule na uwe na matawi. Na kwa hivyo huwa inachukua siku ama muda kuona ya kwamba begu imepandwa, imemea, iko na mizizi, na sasa imekuwa imara, pia nayo matawi imeanza kutoka na pia imeanza kuzaa. And therefore, developing spiritual strength. What is spiritual strength? Ndio tunasema ya kwamba it is continual formation of a believer. Sisi ambao ni wa Kristo ndio tuweze kusimama, ndio tuweze kukomaa, na pia tuwe imara kama vile ambavyo neno letu linatuelezea ya kwamba tuwe imara na tuweze kujengwa ndani ya Kristo. And therefore it is continual formation of a believer into stability, maturity and firmness in Christ. Ndio tuweze kukua kiroho na tuwe na nguvu. Inabidi sisi tuweze kufanya mambo matatu ndio tuweze kukua, ndio tuweze kuwa na mizizi imara na tujengwe ndani ya Kristo. 3 things, mambo matatu. Ni ya kwamba tunastahili kumjua Yesu Kristo na kuwa na uhusiano naye. Spiritual strength comes through a personal relationship with Jesus Christ. Huwezi kujengwa, huwezi kuwa na mizizi imara kwa mtu ambaye humjui. Lazima tumjue, lazima tuwe na uhusiano, tuwe na ushirika na yeye ambaye ni Yesu Kristo. Jambo la pili, the empowerment of the Holy Spirit. Yesu alipokuwa hapa duniani akasema ya kwamba mimi nitaenda, lakini sitawaacha kama mayatima. Mimi nitakapoondoka mtapokea Roho Mtakatifu. Yeye ndiye atakuwa msaidizi wenu, ndiye atakuwa mwalimu, ndiye atakuwa na wafunulia mawazo yake Mungu. Akawaambia ya kwamba ndiye atakuwa akiwafariji. I am not leaving you like orphans. When I go, the Holy Spirit will come. Naye huyo ndiye atawatia nguvu, na ndio tuweze kukua kama vile ambavyo tunamwagia bolea mimea yetu. Roho Mtakatifu wa Mungu ndiye anatupatia nguvu, ndiye anatupatia uwezo, ndiye anaendelea kituambia ya kwamba tutaweza, tutashinda, tuvumilie yote ambayo inatujia. The third thing is the consistent study and obedience to the word of God. Consistent study and obedience to the word of God. Ni kusoma neno la Mungu bila kuacha. Kwa hivyo sio ati unasoma leo na kesho umesahau. Sio ati ya kwamba unagoja mpaka siku ya ushirika, lakini ni consistent study ya kwamba wewe unajua ninaamka asubuhi niweze kusoma na pia kulitafakari neno la Mungu, ndio uweze kujua
kutilia maanani neno la Mungu, kwa kufuata, kwa kutii, kwa sababu sio tosha tu kulisoma, lakini hatutendi kulingana na neno la Mungu. Kutoka kwa somo letu la siku ya leo, tumesomewa juu ya wajengaji ama wajenzi wawili. Mmoja alikuwa na busara ama alikuwa na akili kulingana na ile version, na mwingine alikuwa ni mjinga. Wote walikuwa na wakati wa kujenga, lakini yule mwenye busara akajenga nyumba yake juu ya mwamba, lakini naye yule wa pili akajenga nyumba yake juu ya mchanga. Neno linasema ya kwamba wote walipatwa na changamoto kama vile ambavyo nasi huwa na changamoto za maisha. Mvua ikanyesha, mito ikafurika, pepo kali zikavuma na kuipiga nyumba hiyo iliyojengwa juu ya mwamba na iliyojengwa juu ya mchanga. Lakini wakati ule iliyojengwa juu ya mwamba ikasimama, iliyojengwa juu ya mchanga ikabomoka. Neno linasema ya kwamba huyu ambaye alikuwa ni mjenzi mwenye busara ni yule ambaye alisikia neno akatenda kulingana na neno. Ni huyo ambaye aliweza kusimama wakati wa uzito, wakati wa changamoto. The foolish builder, mjenzi mjinga, ni yule ambaye husikia neno, analidharau neno, aliyejenga juu ya mchanga. Na kwa hivyo shida, matatizo, mvua, mito, pepo zilizomjia, nyumba ikabomoka. Siku ya leo tumekongamana hapa, na tumekongamana hapa kwa sababu tunatamani sisi tusiwe wajenzi wajinga, bali tuwe wajenzi wenye busara ambao wanasikia neno la Mungu na wanalitii, ambao wanajenga nyumba zao, familia zao, biashara zao, imani yao juu ya mwamba ambaye ni Yesu Kristo. Haleluya. Ithuĩ tũgomanĩte gũkũ ta mwaki nĩgetha tũtuĩke aki ogĩ, ta mwaki ũrĩa wakire nyũmba yake igũrũ rĩa ihiga. Nĩ tondũ thĩinĩ wa thĩ ĩno kwĩna magerio maingĩ, kwĩna mathĩna maingĩ. Rĩmwe magerio macio mokaga mahana ta mbura, mokaga mahana ta mũiyũro, mokaga mahana ta huho. Nĩgetha wĩtĩkio waku mũndũ wa Ngai ndũkae kwenyenyio, na rĩrĩa ũngĩenyenyio no ũrũgame, ndũngĩgwa, nĩ tondũ nĩ ũhandĩte, na wĩtĩkio waku nĩ ũhandĩtwo igũrũ rĩa ihiga. Haleluya. Nĩkĩo tũrĩ gũkũ andũ a Ngai mũthenya wa ũmũthĩ, nĩgetha twĩririkanie o maũndũ matatũ, ya kwamba siku ambazo tunaishi, ambazo zina changamoto nyingi, zinatuacha sisi tukiwa tumekwaruzwa ama tumewekwa vidoda kwenye mausia yetu, tugakorwo twĩna thĩna emotional. No ũkore mũndũ akĩrĩra, no ũkore mũndũ arakarĩte na gũtirĩ atĩ nĩkĩ kuona rĩmwe ndarenda kwaria. Nĩkĩo andũ rĩmwe mararwara depression, mĩrimũ kadha wa kadha. Nĩkĩo andũ maroragana, nĩkĩo andũ marathiĩ kwago, nĩkĩo andũ maragĩra mĩthaiga, nĩkĩo andũ maratha njĩra nyingĩ cia gwĩteithia, tondũ wa gwaka rĩmwe nyũmba ciao igũrũ rĩa mũthanga. No tũrĩ gũkũ mũthenya wa ũmũthĩ nĩgetha twĩririkanie atĩ wĩtĩkio witũ ũngĩhandwo igũrũ rĩa ihiga, we will have emotional stability that will be able to control our feelings, na tukae sisi watu ambao wamejengwa ndani ya Kristo
imani yao ikiwa inasimama. Haleluya. Nigetha nacio ngoro citũ igathereraga igatherũkaga na ngatho nĩ tondũ wa ũrĩa wĩtĩkio witũ ũrũmĩte wega thĩinĩ wa Kristo. Acio marahanda wĩtĩkio wao mahana ta ũcio wakire igũrũ rĩa ihiga. Acio nĩo matateng'eranagia na morutani maya na marĩa mangĩ. Acio nĩ arĩa mahotaga gwĩthomera kiugo kĩao kĩa Ngai na makamenya ũrĩa Ngai aroiga. Matingĩhurutwo nĩ huho cia mĩthemba na mĩthemba nĩ tondũ o nĩ moĩ kiugo kĩa Ngai na nĩ mekaga ũrĩa kiugo kĩa Ngai kĩendete. Hallelujah. We have doctrinal stability. The third thing, spiritual stability, ya kwamba tunaweza kusimama imara. Shida na matatizo zitatujia kupitia kwa watoto wetu, shida na matatizo kwa biashara zetu. Wengine tutachukiwa na hata wale ambao tunawapenda sana, lakini tutasimama imara kwa kiroho. Haleluya. Okarumwo ndũngĩrumĩra, okanyororio weogaikara o ũrũgamĩte. You surrender all to God kama vile ambavyo Hana alifanya, kwa sababu wewe umejengwa vyema kwenye imara. Na ndio maana tuko hapa siku ya leo na tunaendelea, kwa sababu sisi tunataka kuwa na mizizi imara, kuna kujengwa ndani ya Kristo. Hallelujah. Following that, nataka kumwalika dada yetu